Ni matumaini yangu umeshinda vyema sana, mtazamaji wa Yohoma TV popote pale ulipo, na karibu sana kujipatia undani wa taarifa ndani ya ripoti kuu za kimataifa ambazo zimejiri na kuchukua nafasi kubwa ulimwenguni kote. Sasa taarifa kubwa wakati huu, bila shaka mtazamaji, ni miongoni mwa mashuhuda ambao wameshuhudia ulimwengu ukiwa macho mzozo wa nyuklia wa Iran na Marekani. Sasa kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini na rais wa taifa hilo Kim Jong-un ameibuka ghafla na kauli iliyoshtua ulimwengu kwa sasa, akijinadi kwamba na yeye ni mzalishaji mzuri na mkubwa tu wa nyuklia. Hivyo Marekani inapaswa kuwa macho na kuchukua tahadhari kubwa juu ya kile amesema undumi la kuwili anaotekeleza baina yake na Korea Kaskazini. Ikumbukwe kuwa mtazamaji, kwa siku za hivi karibuni vita vikubwa sana vimeibuka baina ya Iran na Marekani, na jambo kubwa ambalo limeibuka katika vita hivi ni swala la nyuklia, ambapo Marekani anayeshinikiza Irani kuachana mara moja na mpango wake wa uzalishaji wa silaha adimu na tishio kwa ulimwengu, yani nyuklia. Sasa kauli hiyo tata ya kiongozi na rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, kauli ambayo imetajwa kuwa ya kujihami, Kim ameitoa wakati akiwa katika gwaride maalum la kijeshi lililoshuhudiwa mjini Pyongyang, ambapo Kim amelisifu jeshi lake kwa ushupavu na uwezo mkubwa unaoweza kumkabili adui saa na muda wowote ule ambao Kim amesema atatokea. Rais Kim katika hotuba yake hiyo iliyosikilizwa kwa utulivu wa hali ya juu na hamasa kubwa mbele ya wanahabari, amesema kwamba nchi yake yenye silaha za nyuklia inaweza kuiangamiza kabisa Korea Kusini ikiwa usalama wake utadhoofishwa kwa vitisho vya Marekani, akisisitiza kwamba kukataa kwake kushirikiana na Korea Kusini sababu kuu ni Marekani. Mtazamaji, kama ni mmoja kati ya mashuhuda wa hotuba ya Kim katika shamra za mkutano mkuu wa chama kikuu nchini Korea Kaskazini, ambapo moja ya jambo la fahari ambalo lilionekana mbele ya macho ya wengi ni silaha nzito ambazo Rais Kim alizonesha mbele ya umma wa watu kupitia jeshi lake, ambalo lilionyesha silaha nzito, makombora, mizinga na magari yenye uwezo wa kuhimili na kubeba makombora hayo. Jambo la pekee pia ni namna ambavyo Rais Kim alionekana katika kila sehemu na shughuli nyingi za serikali akiwa ameambatana bega kwa bega na bintie, jambo ambalo limepelekea sintofahamu katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kufuatia hilo, vyombo vya habari vya serikali nchini Korea Kaskazini viliripotia kwamba Kim alitoa chansi ya mlango wazi wa mazungumzo na Washington mara tu baada ya kutamatisha hotuba yake katika mkutano huo mkuu wa chama tawala unaoelezea malengo yake ya sera kwa miaka 5 ijayo. Hata hivyo, shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini ilisema kwamba Kim pia alitangaza kubuni mifumo mipya ya silaha ili kuimarisha jeshi lake lenye silaha za nyuklia, ikiwa ni pamoja na makombora ya masafa marefu ya bara ambayo yanaweza kurushwa kutoka chini ya maji na silaha nyingi za nyuklia kama vile mizinga na makombora ya masafa mafupi yanayolenga Korea Kusini pamoja na Marekani. Sasa wataalamu wa mambo wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa wa mapigano ya kijeshi baina ya mataifa hayo mawili, huku Korea ikiungwa mkono na silaha za nyuklia za Kim na uhusiano wake na Moscow pamoja na Beijing, China. Ikiwa ni katikati mwa mkutano huo, Kim alisikika akisema kwa sauti ya kujihami na dhamiri ya wazi kwamba maendeleo ya kasi ya mpango wake wa nyuklia na makombora katika miaka ya hivi karibuni yameimarisha kabisa hadhi ya nchi hiyo kama taifa lenye silaha za nyuklia na taifa kubwa duniani, akitoa wito kwa Marekani kuachana mara moja kwa kile amesema kama sera za uadui kuelekea kaskazini mwa taifa lake. Ikiwa inataka kuanza tena mazungumzo yaliyosimama kwa muda mrefu, basi inaweza fanya hivyo. Nayo Wizara ya Muungano ya Korea Kusini katika taarifa yake ya mapema ilisema inasikitika kwamba Korea Kaskazini inaendelea kufafanua uhusiano kati yake na Korea kama adui na kwamba Seoul itaendeleza juhudi zake. Mtazamaji, ikumbukwe kuwa
Hayo yote yanajiri wakati ambapo Rais Kim Jong-un hivi karibuni amezindua na kufanya majaribio ya silaha nyingi na kubwa nzito, ikiwa ni pamoja na makombora ya ICBM sambamba na mifumo ya nyuklia ya kimkakati yenye uwezo wa kutengua makombora ya adui, pamoja na silaha za hypersonic zenye uwezo ya kufikia umbali mrefu kutokea pale ambapo yamerushwa. Mtazamaji, nikombe sana, kama ni kwanza mara yako ya awali kutembelea chaneli yetu ya Yuhoma TV, nikombe sana usiache kusubscribe kwa kugusa alama ya kengele, ukashare, kulike na kukomenti. Uwe na wakati mwema.